pia penalti alopiga kuna penalti alopiga Monengo pia ndio alikwenda sema kwa sababu ilikuwa na kasi sana ikamshinda. Kimsingi kwenye swala la penalti huwezi kumlaumu mtu kwa sababu penalti mara nyingi hazina mwenyewe, japo pale mtu anapokosa ndio unaweza kusema huyu mpigaji kidogo dhaifu, lakini kama anaweza kulenga goli kipa kidaka utasifu hodari wa kipa, na kipa anaye akifunga utasifu hodari wake wa upigaji. Kwa hiyo kwa ujumla ilikuwa ni finali ambayo ilikuja kubadilika wakati wa dakika 30 za nyongeza. Mpira ulipoanza dakika ya kwanza mpaka 45 haikuwa kwenye aza ya finali. Dakika 45 za kipindi cha pili bado ulikuwa unaona mpira uko chini, lakini baada ya dakika 30 kuongezwa ndipo pale Yanga walipoamka na wakaona wanajaribu kulisa kama lango la Azam wakitaka kumaliza mchezo mapema, lakini baada ya hapo imeenda kwenye penati. Unapongeza timu zote mbili kwa namna ambavyo wameonyesha uwezo wao mkubwa, lakini pongezi kubwa utapeleka kwa kocha Azam Florent Ibenge. Kwanza amecheza kwa muda mrefu akiwa na wachezaji pungufu, timu yake ilikuwa pungufu. Mtu ambaye pengine leo alikuwa ndo nyota wa mchezo kwa Azam, Shekinadi Akite, aliweza kupewa kadi nyekundu, na hayo unaweza kusema tu kadi nyekundu inatokana labda na kuto kujua, kwa sababu ni kuto kujitambua, kwa sababu tayari ana kadi ya njano, anaenda kucheza faulu ambayo ilikuwa ina madhara, anasababisha kupewa kadi nyekundu. Yote kwa yote unasifu finali ilikuwa nzuri pamoja na haya mapungufu niliongea, lakini pia unaweza kulaumu namna refa kuna muda alivyokuwa anaichezesha mechi hii. Kuna matukio ambayo wakati mwingine tunakemea kwenye michezo, kama tukio alofanya Ibrahim Abdullah la kumpiga mwenzake kiwiko ambalo linahatarisha usalama wa mchezaji mwenzake. Ni hapo ambapo unaona kuna namna wachezaji wetu wanatakiwa wabadilike kwenye matukio kama hayo. Lakini kimsingi unapongeza Yanga kwa kuchukua ubingwa, unakuwa ni ubingwa wao wa kwanza kwenye msimu huu, kwa sababu bado ligi haijafika katikati, kombe la Federation bado halijaanza. Kwenye mashindano ambayo yamekamilika ni haya ya ligi ya NMB Mapinduzi Cup ambao wamechukua ubingwa. Kwa hiyo unapongeza, ni finali yao ya kwanza Yanga kukutana na Azam. Azam amecheza finali 6, amechukua ubingwa mara 5, na hii leo ilikuwa finali yao ya 7, anapoteza dhidi ya Yanga. Sawa. Sitegemei kuona akiwatumia tena vijana hawa kwenye michezo labda mfululizo, lakini kwenye kuwapachika kwenye match day tunasema, kwenye mechi husika nategemea zaidi kuwaona wakipata hizo dakika husika. Nadhani umenielewa Mpoma. Yaani anaporudi Faisal, anaporudi Lusajo, Pasco, kuna watu wengi sana hapo kwenye kikosi watakuwa wanapungua, lakini still Ibenge atakuwa na machaguo sasa kwamba nikitaka mchezaji fulani kutoka under 20 tutakwenda na huyu kabisa. Ukiniuliza mimi naweza nikakwambia kuna watu watatu ambao pengine anaweza akawatumia sana. Beki wakati Twalib ndio, lakini ambaye kijana aliumia Ashraf Kibeku alionyesha kitu cha ziada kwenye mashindano haya. Ana uwezo wa kupambana na wachezaji wa aina yote. Lakini kwa leo yule kijana anaitwa Abogas Kioba ndio naye naona anaenda kuingia moja kwa moja, na sheria yenyewe hata ya ligi kuu inaruhusu katika squad yako at least kuwatumia vijana wawili kwenye mechi ya NBC kila mzunguko. Sawa.